kwenye lugha. Unaona hata uvaaji unabadilika. Inakwenda kuvunja hali yote ambayo tunaheshimu. Mpaka leo tunakuwa tunakubali mambo mengine ambao hata kama msingi yakubali, mnakuwa mnayakubali. Ni kweli sio kila mila ambayo inatakiwa uzingatiwa. Maana kuna kipindi kingine kinakuja tutakiongelea baadaye. Na ndio maana unajua kwa katika lugha yetu wanasema hivi, umugenzi atagenda na wimbo. Ndio anakuambia mtoto wangu msafiri haitaki na wimbo. Ina maana kuna mambo mengine inabidi uzingatie. Usikurupuke. Kuna mambo mengine inabidi ujifunze kwa kina. Usiseme usienda unajua kuna mambo mengine unakuta mtu iko pale ameona kitu fulani. Ni lazima kimbie kuwa mwepesi wa kwanza fulani habanyamagi mchona nyamaga mchumba yake. Aliroke mila hairuhusu. Yawezekana ndio mila yake. Kama naenda kule anaenda chumbani kwake ndio mila. Wewe usio mwepesi sana. Inaleta katika mila unapojifunza mila. Na tuko napenda turudie pale definition. Kwa sababu tukienda katika Kiingereza tumesema kwa ni tradition. Tukienda katika Kifaransa wanaita ni tradition. Ce sont des valeurs culturelles. Yaani ni zile vitu ambavyo unasikia wale ni vitu vinavyosamanishwa kwamba hivi vitu lazima viwe transmitted. Viwe transmis de generation en generation. Ndio maana ya vile vitu. Kwa sababu kama wazee walivizingatia, hapana kuja kuvizarau leo. Lakini yes, kama tulivyosema, kama vinaanza kupitisha muda kiasi kwamba katika wakati tulionao tena vinashindwa kufika pale ndo panakuja modification kidogo pale. Kwa sababu kuna mila nyingine ambayo inaweza kuwa inafika wakati inakuwa kizingiti au kinakuwa kikwazo cha maendeleo. Kinakuwa kikwazo kupatana na mazingira na maeneo ambayo mnakuwa ndani. Unakuta tuko na vipindi vingi sana kama vile mila na maendeleo. Unakuta hiyo mila unajua katika hali ya maisha ambayo na hali ambayo tunaishi sasa hivi, ni vema sana kuwa makini zaidi sana kwa hii generation kujua mahali ambako tuko sasa hivi na kujua ni mila yetu inaturuhusu hivi. Je, na kufanya balance the same way. The same time we need to do a balance. Kujua hii mila je inaendana na hii. Je, wazee tunao tukakaa tuambie wazee na ni vizuri kwa sababu wanasema umulundi lundugo mushaja gukizambe gukingambe. Manake hii haka hii usijui mfupa ya mzee ina nani? Ina kinga baridi. Nasema wazee wakae sasa chini waangalie. Waangalie hii balance kweli. Kwetu tulikuwa naonesha kuna wanaonesha mpanga. Kule kwetu maeneo kule kwetu sehemu za Burundi una mpanga na mkuki unaenda kuwa mwanamke. Wengine kuna wengine wanaosha kuku, kuna wengine wanaosha imbwa, kuna wengine wanaosha nani. Sasa unaona kama na mazingira sasa yako tunakuwa hapa kunakuwa unakuta unakuwa maelfu. Sasa utakapoleta mpanga wako hapa utakuwa umechemsha. Ni kweli kama tunavyosema wakati mila zinagongana sehemu tofauti na tukisema kwamba tufuate utaratibu fulani. Bado vile sio kwamba mnamaliza ule ugomvi wote ulikuwa. Kama vile ulivyosema. Kama wewe sisi chura kwetu ni nyama moja ya asili ambayo tunaheshimia sana. Mtu anayekuja kuchumbia apewe chura. Anabandika kazo anakula kwa heshima. Unakwenda kwa Mchina ambao kwao ndo anapeaga chura ameze au ali ndio kiko mezani ndio chakula cha heshima. Sasa wewe umetoka Kongo, chura ni mnyama tu ambaye hawaga angusho na mtu yote. Sasa unamwekea kwa meza watu namna gani? Lazima vile vitu vielewane pamoja. Na ndio maana wakati mwingine ili kuepusha hayo wale watu wanapofanya kuoana watu ambao sio kwa au unapokutana na kabila ambalo sio kabila lako ni kuweza kuuliza. Ndio maana napendaga hao wenzetu katika asili yao ndugu zetu wazungu na wengine. Wako watu ambao kuwazi sana kuuliza ili kwamba asikukwaze katika mambo yako. Na hii na yeye asikwazike katika ya kwake. Kwa sababu wewe naweza nikatumia mila yangu ikakukwaza. Lakini ikiwa nimekuambia mapema na wewe umeniambia mapema tutatafuta mwafaka pale katikati ili kwamba tuweze tufanye common sense na tujue kwamba tuta compromise namna gani ili kuweza kufikia na kuendelea mbele bila mimi kupoteza na wewe bila kupoteza ili kwamba sisi wote tuweze kuridhika na kuendelea. Kwa hiyo hapa kia muhimu zaidi ni kuwa na communication.
na kujifunza huyu ambaye ninaishi naye au huyu, kwa sababu mila ya kila mtu ni muhimu kwake, na uwezo kwenda kujimpose na kama anavunja vitu vyote ili kwamba tuende na kwa maana yake pale ni kukaa pamoja na kuangalia solutions litakuwaje, kwa sababu kama yeye anakula chura ni chakula kizuri, lazima kumwambia mapema kwani chura na chakula kizuri, lakini kuna hata pengine kasuku unaweza kwa kiko tayari pale. Unajua wazi bwana akitaingia kwenye na siku sana tukwambia kitaingia, lakini nafikiri ni kumwambia vipi hakuna kingine kasuku kanaweza kwa haraka au ukificha kidogo. Tatizo ni kwamba ni kuficha kidogo kwa sababu kidogo msikilizaji, tunapoongelea hapa ni kwamba asili yako ni asili yako, haito change. Wewe kama wewe ni Msukuma ni Msukuma, wewe kama ni Masai utabaki Masai. Lakini usipozingatia mila na usipozingatia lugha yako na kuweza kutuma ile asili yako kutransmit ile tradition yako ile mila yako kutransmit kwa generation, vizazi vinapotea. Utaanza kuomba tips kama kisi ndugu, utaanza kuomba tips. Kama kuomba tips utaacha na kutoa hata mahali kabisa. Kuna watu wengine washafikia kiwango wazungu watoaje mahali na sisi tunatoa mahali. Tusanye tu tupande vitu. Ile mahali sio kama ananunua mtu, huwezi kununua binadamu kwa 10,000. Ndio. Huwezi kununua binadamu kwa 12,000 hapana. Uwezi kununua binadamu hata kwa 1,000 au kwa mbuzi. No, ile ni symbol heshima. Japokuwa leo watu wameichukua kama vile ni mtaji kama nyingine business, lakini ile ni heshima ndogo tu ambao unampatia baba mtu na anaila siku 2 hana na baki na mtoto wake miaka yote. Unaona bwana. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo viko pale. Tuzingatie jinsi gani tunadumisha ile mila ili kwamba ilete heshima watoto wetu wanapokwenda na huko tunakobakia. Ni cha msingi sasa, kwa sababu huku hapa tunajua kuwa asili inaweza kubadilika, lakini mila sometimes asili change, lakini mila inaweza kuwa affect, inaweza kuwa affect ndio kubalance sasa, kuangalia je huku kwetu tuko hapo kwenye tuko na haya maeneo inaendana. Unaona, na ndio maana niwezi kuweza kujifunza tuko wapi, mchanganyiko wa makabila kibao, mila kibao. Leo mtu anakuja kwako kama ni Afrika Amerika anatangaza mtoto wako kama ni mzungu hapa, hata kama suruali imeshomu katikati ya chini ya nani ya nani, wewe ni kuvumilia hivyo kwa sababu gani? Umemkubali huyo mtu kuja kumpokea kwako. Je, kama tulivyosema anakuja kwa wewe, utamwimpoza baba wewe unapokuja kule, na mtoto mwenyewe kama anajua mila za kwao, yule mtoto wa kike mwenyewe ndo anaanza kuambia mchumba wake kule pembeni, bwana hivi unakuja kumtongoza, najua mimi na wewe tunazoeana katika haya. Tunapokuwa ishi na ndani mimi na wewe tutakuwa na yale. Na watoto kauzao kwa sababu watoto kama mko msisema ambayo ito patriarka ambao watoto wanaenda kwa baba, wanasema watoto wataweza kufuata mila yenu. Yeah. Mila yenu wao mwanaume. Hakuna shida kwa sababu hapo watoto msiseme patriarka kama watoto wanaenda kwa baba. Kama msiseme patriarka ni vile vile mwanamke lazima aendelee na mila yake kule na watoto wajifunze mila ya mwanamke, kwa sababu ni sisi ambao watoto wanabaki kwa mama. Wakae kati kwa kati. Kama ni kati kwa kati, angalia mzazi unatoka na. Lakini wewe unapokwenda kwa wazazi wangu, mimi nataka nikwambie bwana, wazazi wangu wako namna hiyo, wako namna hiyo, wako namna hiyo. Unapofika pale suruali zako hizo za vipande bwana, acha kwa achana usizilete. Na wewe msichana, ninapokwenda kukuonesha kwetu, japokuwa navaga vimini mama, mimi napenda kwa vimini, mimi na wewe tunapokuwa pamoja. Lakini wazazi wangu kwa vimini watasound vibaya. Hawatajiona jumala mila yetu tutachekwa kule. Kwa hiyo ni maongezi madogo tu ya kufanya namna. Kwa hiyo mama, na hiyo hatujalaumu kwamba familia sikubali vile vimene ndani ya nyumba. No. Watu wana change. Sisi hatujaji watu, hatujaji mtu yote. Ni mtu kubalance yeye mwenyewe. Balance mwenyewe na jinsi gani unaheshimu mambo yako na jinsi gani utaweka ili kwamba iendelee mbele. Kwa sababu hapa inaonekana mila katika hii katika hali kama na hii ni inaweza ikabuniwa kidogo au kubadilishwa kidogo kufuatana na masikilizano. Ulikuwa na hali ya kuvala suruali unaifikisha magoti, lakini huko umenipenda huku kwetu huku mila yetu hairuhusu vile. Twende kwanza kunyomba. Utakapofika kunyomba basi pandisha suruali yako. Kama utakuwa kunani huko lakini kule kwetu kaenda kunichukua kule kwetu hairuhusiwi. Mila yangu hairuhusu. Ndio unafanya, ni lazima kuwe na masikiliza, kuwe communication between two traditions. Hizi tradition mbili ziwe na communication and then mna make a decision. Mtu akikupenda apende na asili yako, apende na mila yako. Maana kama anachukia mila yako,
Hiyo kwamba anaanza kukudharau kwanza wewe mwenyewe. Je, na swali ambalo mimi naweza nikajuza, ndugu mtazamaji anaweza kajuza. Yeah. Je, kuna unafikiri kuna uwezekano kama ulivyosema si kila mila ni bora au ni nzuri kufuatana na mazingira na wakati? Je, unafikiri kuna uwezekano wazee kukaa na kujifunza kwa ulimwengu wa sasa, kama itabainika kuwa mila ambayo tulikuwa nayo kwa hii mazingira yanaonekana kuwa mabovu, hii mila inakuwa mbovu? Je, kuna uwezekano wazee kukaa na kufikiria na kujizuia kuangalia unaweza kurekebisha kama mila itakuwa imeenda kombo na mazingira au na maeneo ambayo unayoishi? Kwa mfano hao wanaoisha mbuzi, wengine wanaoisha kuku, unaona? So nadhani kwamba vitu kama hivyo huwezi kuvivunja sometimes, kumodify, yeah, kwa hadi ya kumodify, yeah. Ndio napenda nichangie hapo kidogo, kwa sababu unapovunja vitu kama hivyo sio kwamba umevunja tu ni ile mila unapovunja, unajivunja wewe mwenyewe. Muhimu, kwa sababu angalia, unapo change hiyo kitu haina ku affect tu pekee yako, ina affect generation and generations. Maana hii ni kizazi hadi kizazi unawapasha ile habari. Sasa unapozidi kwamba sisi tulikuwa tunaoana mbuzi, lakini sasa jamaa hapa hakuna mbuzi, au mbuzi hapa walikuwa wanapatikana umeshachinjwa, basi sisi tutumie nini? Tunanunua kilo za nyama sokoni. Moja kwa moja ile mila imechange, ile mila imebadilika tayari. Kwa hiyo kama ni kuku, utachukua kuku wa Costco, kuku ameshushwa yule haitu kuku kwa lingana bila ile ya kuona kuku. Unakuta kwamba ndio vitu ambavyo vigumu sana kuchange. Lakini kitu ambacho kinaweza kuwa affected ni kuangalia, yes, wale watu wanapoenda saa kule wenyewe wawili wanaweza kaunda mila nyingine. Na kitu ambacho kiko pamoja, kuna vitu vya pamoja ambavyo kina affect kila mtu ndani ya jamii. Hautapenda mila yako ndio itawale watu wote, maana hautapenda ku affect kila mtu. Vile vitu ambavyo vinagusa kila mtu ambao hata sio kabila lenu, sio watu wa asili yenu, huwezi kuimpose mambo yako namna hiyo. Japokuwa labda wewe ni mtu mwenye nguvu, unaweza kuimpose kiasi hicho. Kama tunaona dola kubwa ambazo zimejimpose, zinafundisha mila zao, zinafundisha lugha zao, na tunapoteza asili yetu, tunapoteza sio asili, tunapoteza hata mila moja za maana kwetu. Ukikuta kule nyumbani watoto wanakuwa wanavaa deberesha zimepigwa huko ndani, yani unakuta kipande cha chupi kinaonekana mpaka katika hali moja ambao wanaume wanakuwa wanavaa namna hiyo. Tanzania ni kwani wana hiyo hali ni kawaida, na sehemu nyingi sana ya kawaida. Hata hapa hivyo watoto wengi wanafanya namna hiyo. Na wanadhani kwamba ile ndio kuerevuka, kuwa waerevu au ujanja fulani namna hiyo. Lakini hakuna ujanja katika ile ndio tunaita katika Kiingereza kwamba katika shule makundirika. Ina maana ni kwamba ni tule makundi ambao tunaondana katika generation, wanadhani kwamba sisi tunaweza kufanya tofauti na jinsi wazee walifanya zamani. Yeah. Sometimes waga tunafika kama tuna vipya sana ambacho watu kaleta. Sitakuficha ndugu yangu, nilikuwa naangalia hivi vitu sana. Kila tunachokifanya sasa hivi wazee walifanya zamani. Kuna kipindi hapo nyuma kidogo nilipokuwa nimetoka Msumbiji, tulikuwa tumerudia kuvaa zile suruali zile za kuja chupa hivi. Kuna labda tuko napiga zile zingine za ajabu hivi. Kuja kuangalia muziki wa zamani miaka 80 kabla hata tuzaliwa. Wanapiga na zile suruali kule Kongo. Wamezivaa zamani sana jipya. Sasa eti kwa mtu vaa jinsi za kukatika, kuangalia zamani walivaa zile. Hauna kipya ndugu yangu. Sikiliza wazazi wanapokuelekeza. Waliona mengi, japokuwa hawajui internet, japokuwa hawajui kompyuta sana, japokuwa hawana uwezo sana wa kujua teknolojia na namna gani, lakini wanahabari. Ile ndio tradition ndio mila. Acha ile mila waikupatie, kwa sababu ile hujui, hautajifunza ile kupitia kompyuta. Ile watakupatia generation for generation. Ndugu yangu, ni mila na asili. Asili haibadiliki. Hauta change, utabaki kwa kabila lako vile vile. Mila ni kuwa makini sana. Mila yako usije kamezwa na mazingira au na eneo au na mila nyingine. Kwa sababu fuatana na mila nyingine, mchanganyiko wa mila, kuna mila nyingine inaweza kukanyaga nyingine. Lakini uwe makini sana mila yako isije ikakanyaga katika mila ambazo zimeshakanyaga. Basi endelea kufuatilia video vyetu vya Rising Light
na usisahau kusubscribe. Ndugu yangu mtazamaji, utakapoona alama nyekundu ito subscribe, bonyeza pale, kutatokea na alama ya kengele, bonyeza pale, na usisahau kushare na kulike video zetu. Utakuwa umesaidia sana, ili ujumbe utawanyike kwa watu wengine, ili wajifunze, wajue ya kuwa mila ni muhimu na asili ni muhimu, kwa maana asili ni wewe. Kama wewe ni Mjaluo, ni wewe Mjaluo. Kama ni Mmasai, ni uko Mmasai. Kama ni Mbembe, uko Mbembe. Utabadilika. Unaona? Hata uchange nationality. Watu wamekuja hapa miaka 400 imeisha, wametoka kule bado wanawaita African American. Ina maana asili ni asili. Wanaweke vile vile.